Kama alivyoeleza Mheshimiwa Diwani, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Diwani. Tumekuwa naye tangu jana, ametupa taarifa nyingi ambazo tulikuwa tunahitaji tuzipate, lakini baada ya kuongea na Mheshimiwa Diwani ambaye ametupa taarifa na ushirikiano mzuri sana, tukasema ni vizuri pia tuje tuongee na wananchi. Na atambua kwamba jana mlikuwa mnatarajia kwamba tungekuwa kwenye kikao, lakini tuliongea na Mheshimiwa Diwani, alitambua hilo kwamba jana ndo tulifika kwa wakati tofauti tofauti, na katika kufika tulihitaji pia tuongee na viongozi ambao wengine mmewachagua nyinyi, wengine wameteuliwa lakini wako kwa ajili ya kuwakilisha nyinyi, na wengine nyinyi mmewachagua wenyewe, akiwepo Mheshimiwa Diwani ambaye kimsingi ndiyo msemaji wenu, na ninafurahi kwamba aliyoyasema ndiyo mlioyasema. Sasa baada ya kuyapokea hayo, tukasema tunaweza tukaondoka, lakini bado hatujayapata kutoka kwa waliomtuma. Kwa hiyo tukasema tuchukue fursa hiyo, tuje tukae tuzungumze na nyinyi, tuweze kusikia kutoka kwenu. Sasa haya yote tunayafanya kwa sababu gani? Tunayafanya kwa sababu nyinyi wenyewe kwa wakati tofauti tofauti mmefikisha malalamiko ndani ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia kwa viongozi wetu, na kama mlivyosikia tarehe 6 mwezi wa 3, Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Ndejembi akiwa Arusha kwenye kliniki za ardhi ambazo zinaendelea kwa ajili ya kutatua migogoro mbalimbali nchini Tanzania, mkoa wa Arusha ukiwa ni mmoja wapo. Nadhani mnasikia kwenye vyombo vya habari, na nadhani kwa hili tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Nadhani jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan mnazisikia na mnazifuatilia. Anafanya mambo mengi. Moja, hizi kliniki za ardhi zinazofanyika. Lengo la kliniki za ardhi ni nini? Tuna ofisi za ardhi Tanzania nzima kwa maana ya mikoa 26, tuna makamishna wa ardhi, lakini ndani ya wilaya tuna ofisi za halmashauri ambazo zinashughulika na masuala ya ardhi. Lakini pia wananchi kufika katika maeneo yale, mnakutana na mtu mmoja, wawili, watatu, lakini pia wakati mwingine hampati majibu. Lakini serikali chini ya maelekezo ya rais wetu akasema ni vizuri tuwe na mpango wa kliniki za ardhi ambazo mwananchi wakati wowote, saa yoyote, anawaona viongozi wakiwa pamoja katika eneo moja, wanatoa malalamiko yao, na malalamiko yanashughulikiwa hatua kwa hatua mpaka yanapata majibu. Wakati mwingine majibu hayapatikani pale pale, kwa sababu kama tunavyojua masuala ya ardhi sio kwamba unaweza ukapata majibu wakati mwingine pale pale. Kuna mambo mengine yanahitaji kufuatilia, kufanya utafiti, mwisho wa siku kubaini chanzo na mzizi wa jambo uko wapi, ndiyo majibu yanapatikana, ambayo ni majibu yanayokuwa ya moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine, ndugu zangu wananchi, mnaweza mkaona jambo labda halijapata majibu haraka, mkasema tunatamani tupate jambo la haraka. Naomba tukubaliane kwamba hata ukimzaa mtoto leo, unaweza ukatamani mtoto huyo leo akue, amalize shule ya msingi leo, aende sekondari leo, aende chuo kikuu leo, apate kazi leo, kesho atusaidie katika maisha. Lakini Mwenyezi Mungu alivyotengeneza uumbaji wake, mtoto lazima apitie michakato na miaka kadhaa ili aweze kufikia lengo la kusema sasa mtoto huyu anarejea kusaidia. Kweli si kweli? Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukawa na matamanio ambayo matamanio yale hatufikii kuyapata kwa sababu kuna mchakato ambao lazima ufanyike. Kwa hiyo ndugu zangu, tukubaliane kwamba kuna masuala mengine kama ilivyo mchakato huu niliosema, yanahitaji muda, yanahitaji subira ili tuweze kupata majibu yaliyo sahihi na majibu ambayo ni endelevu. Sasa jambo la Oldonyo Sambu, kama tulivyosikia kwenye taarifa mbalimbali, sio jambo ambalo limeanza jana, ni jambo ambalo limeanza lakini limekuwa na changamoto zake tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwepo, na ametoa maelekezo, lakini lile jambo likawa na changamoto tangu akiwa Mheshimiwa Edward Moringe Sokoine akiwa waziri mkuu.
amelitolea maelezo, na sasa hivi ndio tumekaa hapa tunalijadili, na sina hakika hiyo michakato nyinyi mnaifahamu vizuri, lakini naamini baada ya nyinyi kutoa malalamiko kwa Mheshimiwa Waziri, akapewa maelekezo kwamba sasa timu iundwe. Katika timu hii imehusisha wizara 3: Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kama tulivyotambulishana hapa, Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, ambao tumekuwa nao pia tunawasiliana nao kwa mara kadhaa, lakini pia aliyekuwa anakuja amepata dharura kidogo, lakini tunategemea kuonana naye na kuendelea na hii kazi. Lakini wizara yetu ya Ulinzi, kama nilivyosikia kwamba wawakilishi wapo hapa, na Kanali Mgugule ambaye mmekuwa naye mara kadhaa, nadhani mmeeleza pia vizuri ya jinsi alivyoshiriki katika jambo hili na mambo mengine ambayo anaendelea nayo yeye akiwa kama mkurugenzi wa milki katika wizara ile. Kwa hiyo mimi niseme tu kweli kwamba hii timu iliyokuja, na wengi wetu pia wasemaji wamelisema, sisi lengo letu ni moja kubwa. Tumeelekezwa kuja kufuatilia hili jambo kwa kina, tuhakikishe tunachimbua mizizi yote, tunapitia taarifa zote zilizoandikwa, na wananchi wenyewe waseme ni kitu gani ambacho kipo. Baada ya michakato hii, mkirejea maelezo niliyosema ya awali kwamba mambo mengi ni michakato. Hata ukitaka kwenda sokoni unaweza ukatamani usitembee ujikute huko sokoni, lakini lazima upige hatua moja hadi nyingine ufike sokoni. Hata kama utatumia gari, lazima uingie kwenye gari, uwashe gari, ukague gari lako, ndio uanze kwenda. Ni mchakato huo. Kwa hiyo kwa michakato hii ambayo tunaifanya, tunaamini kwamba swala la Oldonyo Sambu litafikia mahali lipate nukta kwamba sasa tumefika mwisho. Sasa katika wasemaji wetu ambao wamezungumza, nilikuwa najaribu kupitia na kusikiliza. Kuna mmoja amesema, Laigwana ni mwenzangu, amesema leo anataka apate majibu. Naomba niseme uzuri nimeanza kulisemea kabla. Kuna majibu mengine unaweza ukayategemea yakashindikana, lakini Laigwana ni mwenzangu, chonde. Bahati mbaya sijatembea na ile mlionikabidhi kule Simanjiro. Naomba niseme tu kwamba jambo hili sisi tutalifikisha kwa viongozi kwa uzito mliouzungumza, kwa uzito wa tulioyaona katika maandishi, ili sasa waweze kuwa na kauli ya mwisho. Lakini niseme pia katika kauli ya mwisho, mimi naomba kama Yohane Mbatizaji, kwa wale wa Kristo nafikiri wanajua kazi ya Yohane Mbatizaji ilikuwa nini. Yeye alikuja tu kupita kusema naandaa mapito kwa anayekuja. Sasa sisi tumekuja kama wawakilishi kwa maana ya kupata haya ili tuweze kumfikishia yule atakayekuwa na kauli sasa ya kusema. Lakini katika kauli ambayo tunategemea, mimi naomba tujiweke katikati, tusijiweke upande mmoja. Na ndio maana ukienda mahakamani una kesi yako, kuna mambo mawili. Jamani, kuna mambo mawili mahakamani, kuna jambo moja. Unapoenda kuna nini na nini? Kuna kushinda au kushindwa. Kwa hiyo ukienda mahakamani unakuwa tayari kupokea jibu mojawapo. Ili sasa usiporidhika na lile jibu na unaona wewe staili yako haikuwa hiyo, unaenda kwenye hatua inayofuata. Sasa mimi niseme sisi tumekuja, tumesikiliza. Tangu jana tumesoma, tumesikiliza Mheshimiwa Diwani ameeleza vizuri sana. Na nyinyi wenyewe mmempongeza kwamba hamtaki kuongeza maneno mengine kwa sababu mnaweza mkajikuta kwamba mnavuruga hata kile kizuri kilichoelezwa na Mheshimiwa Diwani. Na wengi mliozungumza mmepita kule Mheshimiwa Diwani alikopita. Sasa sisi tukiwa kama wawakilishi, na mmoja alisema haya mambo yasiyo ya kisiasa na nini. Mimi naamini kwamba nia ni njema, na jambo tusilichukulie kwamba jambo hili na la kisiasa hili. Mambo yote yanayofanyika ni kwa nia njema, na hasa kwa kipindi hiki cha awamu ya 6. Nadhani kama nilivyosema, sasa hivi kuna kampeni inaendelea inaitwa kampeni ya legal right, mambo ya haki za kibinadamu, msaada wa kisheria. Katika kampeni ile pia inahusisha mambo mengi na migogoro mingine ambayo pia ya ardhi ikiwa ni moja wapo katika migogoro ile. Lakini lengo la hizi kampeni zinazofanyika ni kujua wananchi nyinyi mna changamoto zipi.
ili serikali katika vyombo vyake waweze kuangalia ni nini cha kufanya kuhakikisha kwamba majibu na utatuzi wa migogoro au malalamiko ya wananchi yanafanyika kwa wakati. Kwa hiyo hiki unachokiona, hii timu iliyoko mbele ni moja katika utekelezaji wa hizi kampeni mbalimbali ambazo zinafanyika, kwa sababu nadhani hili jambo pia mmelifikisha kwenye ile kampeni, na ndio maana limechukua uzito mpaka sasa hivi tuko mbele yenu hapa kwa ajili ya kupata hizi taarifa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sisi tukiwa kama wawakilishi wa serikali kutoka wizara mbalimbali, sisi tumepokea yote ambayo mmeyazungumza. Bado tunarudi ofisini, tunaendelea kuchakata. Nadhani nimpongeze sana mheshimiwa diwani, ameeleza vizuri. Ama kabrasha yote mnayoyaona haya, hizi ni taarifa mbalimbali ambazo zimekusanywa na mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wa vijiji na kata. Hili kabrasha lingine, kabrasha la pili, na hili hapa ni kabrasha la tatu. Hizi zote ni nyaraka ambazo zinahusiana na mgogoro huu. Sasa hizi zote zinahitaji uchambuzi, zinahitaji kuanza kuandika sasa ni nini ambacho tumekiona.